Hello wadau wetu wa KingoFarm. Tumekuwa tukielezea sana hizi makala za kuwakuza kuku wa kienyeji. Sasa leo hii nitakuelekeza kwa ufupi sana tiba ambayo unatakiwa uwape wale vifaranga baada ya kutotolewa, au zile huduma au vile vitu ambavyo unatakiwa uwafanyie vifaranga wako baada ya kutotolewa. Sasa hawa nitakao wazungumzia ni hao vifaranga wa kienyeji, japokuwa hata kwa vifaranga wengine unaweza ukasikiliza na ukawafanyia hivyo hivyo ukapata matokeo mazuri. Ila kwa hao vifaranga wa kienyeji baada ya kutotolewa, tukumbuke kuwa vifaranga wote baada ya kutotolewa huwa wanapewa ile chanjo ya Marex au ya mahepe. Ule ugonjwa wa mahepe nifafanue kidogo kwa sababu wengi mtakuwa hamujui. Ugonjwa wa Marex huwa unaambatana na viungo vile vya kuku huwa vinakuwa dhaifu sana. Mara unakuta anashindwa kutembea au shingo yake imepinda, anakuwa na hiyo shida. Hiyo shida ataipata kuanzia ile wiki ya 4 na kuendelea, anaipata kifaranga. Wakati mwingine hata akitotolewa kikaa siku 2-3 utamkuta ana shida hiyo ya viungo. Basi ule huaga ni ugonjwa wa Marex. Na huu ugonjwa mara nyingi huaga ni ngumu sana kutibia. Ni kama kuku aliye paralyze. Huwa unawapata sana vifaranga wana paralyze, wanakufa sana shingo na miguu inakuwa haina nguvu kabisa. Huu ugonjwa kuku akisha upata au kifaranga akisha upata huwa ni ngumu sana kutibia, na ndio maana una chanjo. Kwa wale ambao wanatotolesha kwenye makampuni wana chanjo ya hii Marex, hii chanjo ya mahepe hii wanayo, wanachanja. Ila kwa wewe mfugaji ambaye una kuku wachache wa kienyeji, kwa sababu ile chanjo ina gharama kubwa. Chanjo hii ya Marex ya dukani inauzwa kuanzia 60,000 mpaka 100,000, ambayo kama wewe utakuwa na vifaranga wako wa kienyeji wachache ukiinunua utakuwa umeingia kwenye hasara. Hapa ambacho huwa tunakifanya kwa hawa wafugaji wa kuku wa kienyeji, huwa tunachanja Marex ya asili. Pale akishaanguliwa yule kifaranga tunampa kinga ya asili ya Marex. Sasa hii kinga ya asili ya Marex huwa tunampa ule mchanganyo wa aloe vera, kitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Huu mchanganyo tunautengeneza vizuri, tunawapa kwa muda wa siku 3 mfululizo kama kinga ya Marex bala tu baada ya kuanguliwa. Kama kifaranga ameanguliwa leo, ukampa labda glucose kidogo akapata nguvu, baada ya kupata nguvu unampa hii hapa ili iweze kumkinga na huo ugonjwa wa mahepe. Kwenye huo mchanganyo hakikisha aloe vera haikosi. Yaani lazima aloe vera iwepo, ni kwa sababu aloe vera ina uwezo mkubwa sana wa kupambana na magonjwa ya virusi. Kama huko uliko kutakuwa hakuna aloe vera, basi tafuta ile tikiti maji baridi, ile linaitwa tagiri au Christmas melon. Lile ni zuri na kinga pia magonjwa ya virusi, hasa huo ugonjwa wa mahepe. Kati ya hivi vitu viwili hakikisha kitu kimoja kinakuwepo kwenye huo mchanganyo wako. Utaongezea tu kitunguu saumu, tangawizi na pilipili, utawapa kwa muda wa siku 3 kwa ajili ya kuwakinga na huo ugonjwa wa Marex. Sasa baada ya hizi siku 3 za mwanzo kuwakinga na Marex, hapa kuna option 2. Unaweza ukawa unawapa kinga ya asili au kinga ya kideri ili hao vifaranga wako wasife. Vifaranga wanapototolewa huwa wanakuwa dhaifu, hata kwenye upande wa kinga zao huwa zinakuwa chini sana. Kwa hiyo unatakiwa uwape dawa ambayo inaenda kuboost kinga zao, inaimarisha kinga na inawafanya wazidi kuwa imara kwenye vitu mbalimbali. Sasa na wanapokuwa na hizi kinga dhaifu huwa ni rahisi sana kwao kupata magonjwa. Kifaranga yoyote akiwa dhaifu anaweza akala uchafu kidogo tu ukamdhuru, akapata magonjwa labda ya typhoid, kipindupindu na kadhalika, kwa sababu kinga zake ziko chini sana. Sasa hapa huwa tunawapa dawa. Hizi dawa huwa zinaambatana na zile dawa ambazo zinasaidia kukausha vitovu. Kwa wale ambao wanatumia dawa za dukani, na washauri kwa vifaranga tumieni dawa ambazo zinaanzia na nio. Ile neno nio maana yake ni kitu kichanga, kitu kidogo sana. Kuna wengi sana wanasemaga wanatumia Trimafam. Sijajua kwa nini wao wanatumia Trimafam, lakini kwa ushauri wetu sisi tunakushauri utumie dawa zinazoanzia na nio kama Nioxchiki, Neomycin, Neotrit. Dawa kama hizo zile ni maalum kwa ajili ya vifaranga, zinakausha vitovu, zinaongeza pale madini, zinaongeza vitamini na zinaimarisha kinga za vifaranga. Kwa wale wanaotumia Trimafam, sijajua kwa nini wao wanatumia Trimafam, ila kwa hizo nilizokuambia mimi, hiyo ndio sababu ya kutumia hizo dawa kama Nioxchiki na kadhalika. Kwa maeneo mengi nadhani zinazopatikana ni Nioxchiki na Nimovit unaweza kuitumia hapa, na pia maeneo mengi Nimovit unaweza kuipata. Ukipata Nimovit iko vizuri zaidi, kwa sababu Nimovit ina hii antibiotic ambayo inakausha vitovu, ina hii antibiotic ambayo inazuia magonjwa mbalimbali kwa vifaranga kama watakuwa wamekula sana uchafu, hasa kinyesi. Lakini vile vile ina vitamini nyingi sana, hasa vitamini A ipo kwa wingi sana kwenye Nimovit. Kwa hiyo ukipata hii Nimovit ni nzuri zaidi, itumie. Na kama utaikosa Nimovit basi unaweza kutumia Nioxchiki. Kama wewe ni mdau wa vitu vya dukani au unapenda kutumia hizo kinga
kinga za dukani. Ila kwa wale ambao wanapenda kutumia vitu vya asili, basi hakikisha kwenye mchanganyo wako kuanzia ile siku ya 3 pale baada ya kuwapa hii kinga ya Marex mpaka wanatimiza mwezi mmoja, hakikisha kila siku kwenye maji yao unawapa vitu mbalimbali ambavyo vinaimarisha kinga, vinakinga pia magonjwa mbalimbali, hasa magonjwa ya bakteria na virusi. Lakini vile vile vinawaongezea vitamini na madini mbalimbali. Vitu hivyo ambavyo utakuwa ukiwapa ni kama ule mchanganyo wa kitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Wakati mwingine wasagie majani ya mpera, kitunguu saumu na tangawizi, na wakati mwingine unaweza kuwasagia majani ya aloe vera, kitunguu saumu, tangawizi na pilipili, na pia utakuwa ukiwasagia majani ya mpapai. Majani ya mpapai huwa yana boost kwa haraka zaidi kwa sababu yana vitamini nyingi sana, na pia yana madini, yana nyuzi lishe au fibers, yana vitu vingi ambavyo ni muhimu sana kwa kuku. Kwa hiyo kwa vifaranga wako ndani ya mwezi mmoja hakikisha umeweka ratiba yako nzuri. Kila baada ya siku 3, yani unatumia siku 3 kuwakinga na ugonjwa fulani pamoja na kuwa boost. Huu mchanganyo wote ambao unakwambia labda wa majani ya mpapai, kitunguu saumu, tangawizi na pilipili, unakuwa una mambo mengi. Majani ya mpapai yanakinga magonjwa ya bakteria, yanatibu pia magonjwa ya bakteria, lakini vile vile yana boost. Kitunguu saumu kinasaidia haya majani ya mpapai yaende yakafanye kazi vizuri, lakini vile vile kinaongeza madini pamoja na vitamin. Tangawizi inawafanya wale vifaranga waende wakapende kunywa yale maji, inaongeza hamu ya kunywa yale maji, lakini vile vile inaongeza madini pamoja na vitamin. Kwa hiyo utakuta huu mchanganyo wote ambao nakuwa nimekuandikia una maana. Kwa wale ambao wanatumia vitabu vyetu nadhani watakuwa wameona. Labda wiki ya kwanza wapewe mchanganyo fulani kwa ajili ya kitu fulani. Wiki ya pili mchanganyo fulani kwa ajili ya kitu fulani. Kila mchanganyo ambao unauona kwenye vile vitabu vyetu una maana. Labda umeona wiki ya kwanza umeambia uweke kitunguu saumu, tangawizi, pilipili na aloe vera, una maana. Wiki ya pili labda mpapai, kitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Yote hayo yanakuwa yana maana. Labda yanakinga ugonjwa fulani, yana boost, yanatibu, vinafanya vitu fulani. Kwa hiyo kama hauna vitabu vyetu na kushauri uvinunue ili uweze kufuga vizuri kabisa, hasa vifaranga. Kuna miongozo mizuri sana ya kuwalea vifaranga hasa kwa kutumia tiba za asili kwenye vitabu vyetu. Kwa wewe mdau wa tiba za asili au kama unataka vifaranga wako uwafuge vizuri wawe na afya bora kwa kutumia gharama nafuu au gharama ndogo kabisa, nunua vitabu vyetu, utakutana na maelekezo yote. Wala hutanunua tena dawa za dukani. Tuna vitabu ambavyo vina tiba zote za asili za kuku. Jumla tuna vitabu 5. Tuna kitabu cha kwanza cha safari ya ufugaji, hiki kwa ajili ya mfugaji wa chotara, layers, hata kienyeji anaweza kukitumia hasa kwenye kuongeza uzalishaji wa mayai. Lakini pia tuna kitabu cha tiba za asili za kuku, hiki kina tiba na kinga pamoja na chanjo ya magonjwa yote ya kuku. Lakini vile vile tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, hiki kinakupa mwongozo mzima wa kuwafuga kuku wa kienyeji kuanzia kifaranga mpaka anakuwa kuku mkubwa, anahitaji vitu gani, banda lake liweje, mambo yote utayakuta kwenye kitabu. Pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, pia tuna kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki kitabu cha mwongozo kina utofauti na kile cha tiba za asili kwa sababu hiki cha mwongozo kinakupa ratiba kamili ya kuwabusti, kuwakinga pamoja na kuwatibia kama kuku wako wataumwa. Kinakupa ratiba, labda Jumatatu uwape kitu fulani, Jumanne kitu fulani, Jumatano kitu fulani. Vyote hivyo vinakuwa vina sababu. Kama ni kuku ili watage sana au ili wanenepe sana, basi kinakupa ratiba zote hizo za kuweza kuwahudumia. Uwape booster gani ili wanenepe sana au uwape booster gani ili watage sana, pamoja na formula za chakula. Kina formula 2 ya kuku wa nyama na kuku wa mayai. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna kundi la mafunzo ambalo ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Kwenye kundi utapata ushauri, utapata darasa la kuwalea vifaranga, na pia kama una maswali utauliza na utajibiwa.